Picha ile pale ile ya marehemu Abdu Bonge. Marehemu Abdu Bonge yule ndo kanifanya mpaka hii leo nyinyi mnaniwekea mic hapa. Moja ya mwezi wa 8 2026 hapa ni Leaders Club ambapo leo ni faraja ya tasnia. Kama ambavyo unaona wasanii wa Bongo Flava ambao wapo kwenye show kubwa ya miaka 30 ya Bongo Flava wamefika hapa, na hii ni moja kati ya kitu kizuri kweli kweli. Mlipopata mwaliko, kwanza ulipokeaje, lakini uliwezaje kuhamasisha wasanii wenzako wote kuweza kufika hapa leo? Kwanza hili lilikuwa ni wazo pia tuko nalo sisi, kwa sababu sasa hivi sisi tunaelekea mikoani miaka 30 ya Bongo Flava. So moja ya activities ambazo huwa tunazifanya kwenye hili tamasha letu ni kurudisha kwa jamii, na moja ya sababu za kurudisha kwa jamii kwa sababu sisi tumehudumu kwa muda mrefu sana kwenye muziki, wametupa vitu vingi sana, kwa hiyo tuna kila sababu ya kurudi kwao na kutoa kile ambacho tuko nacho. Dua ni sehemu moja hivi ya faraja, kwa hiyo tulipopata ile simu nikaona sio kesi, nikawakumbusha washikaji zangu, na bahati nzuri liwazo lilitoka pia kwa Kalapina, aliwahi kunigusia tufanye hiki kitu. Nikaona Kalapina, nikamwambia Kalapina, kwa nini tusi join hii ambayo ameniambia Steve Nyerere? Akasema mbona nzuri hiyo. Nikamwambia yeye Kalapina, sasa waambie machizi mule kwenye group, kwa sababu tuko na group letu la miaka 30 kwamba kesho kuna hiki na hiki na hiki, na ndio ambacho amekifanya Kalapina. Leo hii tuko hapa tunawasomea, tunawaombea wenzetu ambao wametangulia. Kuna picha nyingi za marehemu ambao wametangulia mbele ya haki, ambao ni wasanii ambao walikuwa tunu ya taifa letu. Ni picha gani ambayo imekukumbusha kitu wewe baada ya kuingia tu hapa Leaders? Picha ile pale ile ya marehemu Abdu Bonge. Marehemu Abdu Bonge yule ndo kanifanya mpaka hii leo nyinyi mnaniwekea mic hapa. Kwa hiyo sio kwamba hawa wengine sina kumbukumbu nao au sijawathamini, lakini kwa haraka nikiona tu picha marehemu Abdu Bonge nashindwa kufanya vitu vingi sana, kwa sababu najua namna ambavyo wamenitoa kule nilikokuwa mpaka hii leo kuwa madii. Kwa yani pole sana. Asante. Tunakwenda Mwanza. Tunaenda Mwanza tarehe 8. Niko na wanangu hapa Amanda Vaku Kaya, tunaenda tarehe 8 Mwanza. Miaka 30 ya Bongo Flava ishakuwa shughuli fulani hivi kama ya kitaifa tena, na ndio maana umeona sitafanyika shughuli zote, lakini ikifika shughuli ya wiki moja kabla ya shughuli yetu hakuna shughuli nyingine yoyote inafanyika, kwa sababu hii ni shughuli ya kitaifa inaenda kufanyika. Kwa hiyo tarehe 8 mwezi wa 8 watu wote wanaelekea Mwanza, sio tu watu wa Mwanza, mikoa mingi tu ambayo inapatikana Tanzania pamoja na nchi za jirani, watu wote uelekeo utakuwa ni Mwanza pale Rock City Mall. Yes. Domo Kaya, pole kwanza kwa kuwepo hapa. Kuna memory moja imekuja kwenye kichwa chako. Ni picha gani ambayo imekukumbusha kitu chochote kwenye tasnia kwa hawa ambao wametangulia mbele ya haki? Of course picha ya rafiki yangu Mandojo, lakini pia nilikuwa namwambia nani hapa, nilikuwa nimesema na H-Baba, namwambia mara mwisho nimekuja hapa Leaders tulikuwa kwenye msiba wa Brother Gardner. Tulikuja hapa na tuliperform kwenye jukwaa lile, na nilikuwa tunaongea tunasema Gardner rafiki yetu, kama yake alikuwa ndo manager wetu na sisi ndio tutoa wakati tunaanza muziki. Sasa leo hii tena niko hapa ndio naona kumbe sio tu Mandojo, wake ni rafiki zetu wengi tumepoteza, na nadhani ni jambo zuri kuendelea kufanya kwa kumbukumbu kama hizi, kuombea, kwa sababu wote tutapita na nje yetu ni sote. Neno moja kwa Steve Nyerere ambaye kaandaa hili ambalo linaendelea hapa, akiambatana na wasanii wengine, lakini kashirikisha kila sekta, kwa maana Bongo Flava, wasanii wa dansi, wanamuziki, wachongaji, wote ambao wamesaidia taifa kwenye sanaa, ambao wametangulia mbele ya haki wanakumbukwa hapa. Namtia moyo aendelee kufanya, kwa sababu kumbukumbu kwa ajili ya rafiki zetu, ndugu zetu ambao wametangulia mbele za haki ni za muhimu. Sababu hata sisi tungekuwa kwenye nafasi zao leo, wao wangekuwa kwenye nafasi zetu, pengine wao wangefanya hichi ambacho tunakifanya leo. So aendelee kufanya na sisi tuko tunamsupport kwenye hilo. Watu wanakupongeza madii
baada ya kete ya kwanza ya miaka 30 ya Bongo Flava kwenda Mwanza ikawa ni Lady JD, kiu ya watu wengi na wameipokea kwa ukubwa. Wazo lilikujaje? Lady JD ni mwanamuziki kama wanamuziki wengine, lakini yeye ni mmoja kati ya wale nguli ambao watu wengi wanatamani kumwona kwenye jukwaa. Mara ya kwanza tulipata tabu sana kumapproach kwa sababu hakuwa Tanzania, alikuwa nje ya Tanzania. Alivyorudi nilijaribu namna kumtafuta, bahati nzuri nilimfuata na nikamwelewesha theme ya hii tamasha letu, wala hakuwa na kipingamizi chochote kwa sababu yeye ni mmoja kati ya wale ambao kweli walihudumu miaka 30 ya Bongo Flava, na ndio maana umeona haikuwa shida. Na nimepata simu nyingi sana watu kufurahia namna ambavyo dada yetu tutakuwa naye, na hii tunataka tuifanye kwa mtindo ambao tunahakikisha mpaka tunamaliza hizo shughuli hakuna hata mchonga mmoja amekosa nafasi ya kufanya hili tamasha. Kwa hiyo kama kuna mchonga yoyote yuko pembeni ana wasiwasi, wala sio na wasiwasi, simu yetu itamfikia tu hapo alipo. Tuna almost wasanii 40. Ukizidisha hapo, sio kwamba tunashindwa kwenda na wasanii 60-100, lakini muda unakuwaga hautoshi kufanya watu wote waimbe, kwa sababu unakuta mtu kama Feruz ana ngoma inafika hata 10-15 hits, lakini anapata nafasi ya kuimba dakika 5. Anakuwa hajakata kiu ya wale watu wake ambao walikuja pale kumwangalia. Kwa hiyo ndio maana tunajaribu kupunguza, lakini tunajitahidi tunapata 40. So 40 si mchezo. Sidhani kama kuna tamasha ambalo liliwahi kuwa na wanamuziki 40 kwenye stage moja kwa usiku mmoja. Kwa hiyo yoyote ambaye anahisi labda ametengwa, anahisi hajapatiwa nafasi, sio kweli. Tunajaribu kufanya kila mmoja apate hiyo nafasi. Tunaona mitandaoni watu wanalalamika sana, mtu fulani hayupo. Juzi mtu ananitumia message ananiambia, "Oh, tamasha bila Albert Mangwea." Nikaona jamani, huyu tena mjui kama Albert Mangwea yupo. Saa hizi asubuhi mtu kanitumia tena message ananiambia, "Tamasha haliwezi kuwa sawa hilo. Haiwezekani Papi Kocha hayupo na Banza Stone hayupo." Sasa unaona kabisa kwamba watu wana mihemko tu ya kutaka kuwaona watu hao, lakini ukiangalia kwa karibu sisi huwa tunafanya kila mtu apate. Ndio tunachokifanya. Mfano utaiona listi hii sasa hivi Mwanza, lakini baada ya hapa tunaelekea sehemu nyingine, utaona mabadiliko ya listi nyingine. Tunataka mpaka tukimaliza na sisi tumewamaliza wachonga wote yani. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.